Ziara yetu hii ni kuja kuona maendeleo ya mradi wa Julius Nyerere Hydropower Project ambayo kwa kweli Watanzania wote wanaufuatilia kwa karibu mradi huu. Kama mnavyofahamu, tulianza mara ya kwanza, tukapata mashine ya kwanza baada ya kuwa imekamilika mwezi wa pili mwaka wa jana, na leo tumekuja hapa baada ya mitambo yote 9 kuwa imekamilika. Chukua nafasi hii kwa kweli kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amekuwa na msukumo mkubwa sana kwenye mradi huu, kwa sababu aliupokea ukiwa kwa kweli 30% hivi wakati wa utekelezaji wake, na kwa kipindi kifupi cha ndani ya miaka 4 ya uongozi wake ameweka historia nyingine ya kukamilisha huu mradi kwa wakati. Leo tumekuja hapa tukiwa mawaziri wa sekta zote ambazo tunashughulika na mradi huu, kwa sababu kwa kweli mradi huu hausimamiwi na sekta moja, yani sekta ya nishati. Unasimamiwa na wizara mbalimbali, kuwemo wizara ya maji wanaoshughulika na masuala ya maji, wizara ya mazingira ambao wanashughulika na masuala ya mazingira, wizara ya fedha ambao wanashughulika na utoaji wa fedha, wizara ya mipango ambao wao kazi yao ni kupanga na kuweka vipaumbele kwenye miradi ya maendeleo kwenye nchi yetu. Tumekuja leo tukiwa wenye furaha kubwa kwamba sasa mitambo yote 9 imekamilika, inazalisha umeme, na nafurahi kuwajulisha Watanzania kuwa ile ndoto ya kuwa na umeme kutoka kwenye chanzo hiki kikubwa hapa Afrika, yaani kwenye bonde la mto huu Rufiji, imekamilika baada ya msukumo mkubwa wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na nataka niwahakikishie Watanzania kuwa chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan iko tayari kuwapatia umeme wa Tanzania, umeme wa uhakika, na mradi huu ni mmoja wa miradi mikubwa ambayo tumekwisha kuijenga. Wakati huo tunaendelea sasa kuimarisha miundombinu ya kuwapelekea umeme wa Tanzania ili hali ya upatikanaji wa umeme kwa nchi yetu iwe ya uhakika zaidi. Sasa tumekuja hapa leo kuangalia, kujiridhisha. Bila shaka tutapanga tarehe ya kumwomba Mheshimiwa Rais aje azindue mradi huu. Wale wa Misri ambao ni wadau wetu wakubwa wameomba rais wao na yeye aje kwa ajili ya kuzindua. Tunaangalia ratiba ya Mheshimiwa Rais itakaporuhusu, na wakati utakaporuhusu tutawapeni taarifa ni lini tutakuja sasa kuuzindua rasmi mradi huu, na tayari Watanzania watakuwa wameshajua kwamba shughuli ya bwawa la Mwalimu Nyerere imefika mwisho. Tuendelee kuutunza ili uweze kuhudumia kwa muda mrefu na vizazi vyetu vinavyokuja. Na washukuru sana waandishi wa habari. Mungu awabariki sana. Na bila shaka leo na nyie mngejifanyia interview kwenye taarifa ya habari, waseme na waandishi wa habari nao walikuwa na haya ya kusema. Itakuwa jambo zuri sana, itakuwa unique news kwa siku ya leo. Mungu awabariki sana, asanteni sana. Tunawatakia kila laheri. Kwamba mradi huu umetekelezwa kwa zaidi ya shilingi trilioni 6.5, na serikali mpaka leo imeshalipa takriban 99.5% ya fedha hizo. Fedha zote hizi ni fedha za ndani. Hatujapata msaada wala mkopo kutoka taasisi yote ya kimataifa au benki yoyote ama nchi yoyote. Kwa hivyo ile dhana ya kujitegemea tunaweza kuithibitisha kupitia mradi huu, na tuchukue nafasi kwa kweli kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweza kupokea mradi huu kutoka 30% hadi leo ameweza kukamilisha kwa kutumia fedha za ndani kuweza kulipia. Hiyo ndio ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere, nchi iweze kujitegemea, na huko aliko Mwalimu Nyerere anaweza akapumzika kwa amani akijua kwamba binti yake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kubeba ndoto yake ya kuifanya nchi yetu jitegemee kwa kukamilisha mradi huu muhimu sana katika ukombozi wa kiuchumi. Mwisho nimpongeze Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko kwa kuweza kubeba maono ya Mheshimiwa Rais kusimamia mradi huu mpaka kufika hapa tulipo. Lakini Mheshimiwa Rais awe na amani kwamba kwa kweli mimi nimefika hapa, wanaofanya kazi ni vijana wake wa Tanzania wakiongozwa na waziri wetu, Naibu Waziri Mkuu, lakini ndugu yetu Katibu Mkuu, Mtendaji Mkuu na vijana wa TANESCO na Wizara ya Nishati. Wote hawa ni Watanzania ambao wana umri mdogo, lakini wanafanya kazi ya ajabu ya kuendesha dudu hili likubwa kabisa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, unao watu wanaokufanyia kazi katika nchi. Uwe na amani, uwe na pride sana kwamba unaendesha taifa ambalo linakwenda kwa kweli kujitegemea kama ambavyo wasasa wanataka. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nakushukuru sana.
Kwa kweli kilichofanyika hapa ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa mimi ambaye sikufika huko ndani kabisa kutembelea mradi, nilikuja mara moja lakini sikufika katika eneo lote la mradi, nimeona ni miujiza mikubwa ambayo imefanyika hapa na serikali. Nikupongeze wewe kwa kusimamia vyema mradi huu, lakini mpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwa kuweza kusimamia utekelezaji wa mradi huu kwa ujumla wake. Kwa jambo kubwa la msingi ambalo tunatakiwa tulifanye ni kuhakikisha kwamba kama serikali kupitia wizara hii tunashirikiana na wizara yako kuweza kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabianchi ili mradi huu uweze kutumika wakati wote unapohitajika, na hasa kipindi ambacho ni cha ukame. Kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi kwa karibu na wizara yako kupitia taasisi zetu mbili, taasisi hii ya TANESCO pamoja na taasisi ya NCMC inayoshirika na masuala ya uratibu wa kituo ya biashara ya carbon, ili waweze kutumia fursa hiyo ya biashara carbon kuweza kulipatia taifa letu mapato yanayotokana na biashara hiyo.